subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baada ya mchezo kumalizika wa Simba dhidi ya Al Masry, Simba imefanikiwa kuvuka kuelekea nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Yusufu, tulizungumzia Simba sana, ukaipa nafasi kubwa sana kufuzu nusu finali. Kimetokea. Pengine Simba walikuwa wapi bora zaidi leo uwanjani? Pengine na huu ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kwangu mimi nafikiri nidhamu ambayo Simba alikuwa nayo kwenye mchezo wa leo ndo imeweza kuwafikisha hapa walipo hivi sasa. Tazama namna ambavyo wameanza mechi kuanzia kipindi cha kwanza. Nidhamu ya kutosha, lakini ushapu wa kuweza kutafsiri makosa ya timu pinzani ndani ya uwanja. Uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo walikuwa wanafanya mikimbio kwenye maeneo sahihi. Elie Mpanzu miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na wakati mzuri sana kwenye mchezo wa leo. Nafikiri katika wachezaji ambao wamehusika kwenye ushindi wa leo kwa maana ndani ya dakika 90 Elie Mpanzu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya kazi kubwa sana. Uwezo binafsi wa kuweza kubadilisha makosa timu pinzani kuwa magoli amefanikiwa sana. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi approach ambayo Fadlu aliingia nayo kwenye mchezo wa leo kuna namna ambayo imemsaidia, kwa sababu kipindi cha kwanza alihitaji zaidi kumiliki mpira lakini hakutaka kukaa nao sana. Yani alikuwa ni mshapu kuachia mipira, lakini alikuwa anacheza kwa malengo, yani anacheza kwa future. Nafasi kadhaa ambazo amezipata akaweza kubadilisha kuwa magoli. Katika kitu ambacho Simba amefanikiwa kipindi cha kwanza ni kuwa na mabao mawili. Yani Simba kupata mabao mawili kipindi cha kwanza ilimsaidia sana kuweza kuwa mechi. Kwa nini? Kwa sababu imagine kama mfano mzuri, naamini kama Simba angeenda sare ama angepata goli moja kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kimekuwa kigumu sana kwa upande wake, kwa sababu ya tabia ambazo Waarabu wamekuwa nazo. Miongoni mwa watu ambao wanapoteza muda zaidi duniani ni Waarabu. Na hii inathibitika sio tu kwa huu msimu. Wamekuwa na hiyo tabia kuanzia toka wapate uhuru, naweza nikasema toka kuanzishwa kwa mpira. Kwa hiyo nafikiri Fadlu aliona hilo na umuhimu ambao alikuwa nao ni kupata mabao kipindi cha kwanza, na amefanikiwa. Kipindi cha pili akaja akiwa anacheza kwa relax, kwa sababu kwanza natafuta bao moja lakini sihitaji kuruhusu bao. Tazama wachezaji wa Simba namna ambavyo walikuwa na wakati mzuri kuanzia nje ya uwanja, namna ambavyo walikuwa wanawahamasisha mashabiki zao kuweza kuwapa support, lakini namna ambavyo walikuwa wanajituma. Kuna nafasi kadhaa ambazo tulikuwa naona na kwenda kuwa hatari kwa upande wao, lakini uwezo binafsi wa wachezaji waliweza kuwa bora kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho. Kuna mipira kadhaa Musa Pimpini Kamara amepigiwa, lakini kutokana na ubora alionao ameweza kudhibitisha daraja na kuwapa kile Simba anachokihitaji. Kwa hiyo nafikiri ndani ya dakika 90 Simba alifanikiwa kuwa na nidhamu, lakini alifanikiwa kucheza na nyakati. Yani alijua kwa namna yote tabia ambazo nacheza kwa kulingana na mpinzani niliye naye, kuna namna ambavyo napaswa kucheza na akafanikisha hiyo. Kwa hiyo nafikiri utawapongeza jitihada za wachezaji binafsi, viongozi, kwa sababu ni mechi ambayo imezungumzwa sana kuanzia nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Yamefanyika mengi, lakini all in all Simba anakwenda kwenye hatua inayofuata. Moja kati ya kitu ambacho amekimisi karibia misimu 6 inaenda. Hii nafikiri sasa kuna namna ambavyo inatoa funzo kwa vilabu vingine, lakini Simba leo ameandika historia. Yani miaka 5 mbele 10 watu watasoma historia. Alikuwepo kocha Fadlu, alipeleka Simba robo finali kwa mara ya kwanza kafu Confederation. Mafanikio makubwa sana kwa Fadlu. Mafanikio makubwa sana tu, sio kwa Fadlu, hata kwa wachezaji, kwa sababu imagine Elie Mpanzu Kibisawala hata raundi ya pili tu haijaisha lakini tayari ameshafanikisha jukumu la kwanza kama timu kwenda kwenye hatua muhimu. Unakuja kwa wachezaji kama kina Jean Chazawa. Ukija kwenye kikosi cha Simba ambacho kimeanza, kuna wachezaji watatu tu ambao kwa maana walioanza ambao wenye uzoefu. Shomari Kapombe, Mohamed Hussein pamoja na Kibu. Ndio wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu kidogo, pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, lakini idadi kubwa ya wachezaji wengi wao wanacheza ikiwa ni mara yao ya kwanza. Kwa hiyo lazima uwapongeze, kwa sababu si kitu ambacho kinakuja kwa bahati mbaya. Kutoka kwenye mchezo uliopita Leonard Lateba hakuwa na wakati mzuri, na kocha akaweza kusikiliza nini ambacho mashabiki wanakihitaji. Steven Dese Mkwara anaanza. Tazama impact ambayo amekuwa nayo. Kwa hiki ambacho anakifanya Mkwara, Lateba anapaswa kujiuliza. Anapaswa kujiuliza, kwa sababu tunaamini mtu anajifunza kulingana na makosa, sio? Steven Dese Mkwara kwa namna yote hawezi kufanana na Leonard Lateba, na Leonard Lateba kwa namna yote hawezi kufanana na Steven Dese Mkwara, kwa sababu tunatofautiana. Yani wewe ni wewe na mimi ni mimi. Tunatofautiana kwenye sifa, tabia na kila kitu. Kwa moja kati ya mastriker ambao
hakuna fullback anatamani kukutana nao ni mastrika aina ya Stephen Dese Mukwala. Kwa nini? Kwa sababu hakupi kitu kimoja ndani ya uwanja. Yaani kwanza ni mwepesi kuwatoroka mafullback wa pembeni kwa maana mafullback, lakini pia ni mwepesi kuweza kujiposition kwenye maeneo, lakini mbali na hapo mchezaji ambaye anashirikiana sana kwenye kile ambacho kinaendelea ndani ya box la timu pinzani. Kuna wakati utamkuta kushoto, kulia, nyuma ya namba 10 yuko hapo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye atulina kwenye sehemu moja. Sasa aina ya wachezaji ni ngumu sana kuwakaba kwa sababu kwa aina ya mchezaji kama Leonard Ateba, yeye atakachokupa ni kwenye eneo la box. Namna ambavyo anaweza kuwa na wagadi mafullback wa timu pinzani, lakini namna ambavyo ana uwezo wa kuficha mali. Lakini Steve Dese Mukwala anakupa vyote. Kwa hiyo nafikiri kuanzia sasa hivi hata Fadlu Davis anajua wapi ambapo napaswa kuanzia kulingana na hawa washambuliaji ambao ni nao. Walichokifanya viongozi wa Simba na Simba yenyewe kuelekea nusu finali, unaiona wapi Simba Yusufu kwa namna ambavyo inacheza, lakini pia kama Simba haina deni, kama Simba imeanza kujipada na malengo ya Simba yanaendelea kukamilika? Ya Simba haina deni, yani ambaye anaidai Simba basi inabidi apitie kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kwa kikosi ambacho anacho, idadi kubwa kama ambavyo nimezungumza kwa mara ya kwanza, lakini hadi hivi sasa kwenye michuano ya kimataifa kama hivyo, lakini ukija kwenye ligi kuu wako kwenye nafasi ya pili, CAF CRDB kwa maana CRDB wako vizuri. Kwa hiyo nafikiri kwa viongozi ambao walisimamia usajili wa msimu huu wanastahili pongezi kubwa sana, kwa sababu natazama aina ya wachezaji ambao wapo na kile ambacho nakiofa ni vitu viwili tofauti. Mfano mzuri, Yusuf Kagoma alikuwa anasajiliwa kwa shilingi milioni 3 nafikiri. Lakini tazama impact ambayo amekuwa nayo. Kwa hiyo nafikiri Simba kwangu mimi bado namtaja kama timu bora. Kwa nini? Kwa sababu umeitaja Simba ni timu bora. Ni timu bora ndani na nje ya mipaka Tanzania. Tukizungumza Yusuf, Simba ni title contenders kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia hata ligi kuu. Kwa nini? Kwa sababu Simba wakati anaanza michuano ya kimataifa alianza kwa kufungwa 5, si ndio? Lakini akawa na consistency ya kushiriki kwenye michuano. Sasa imekuwa ni ngumu kuona Simba anafungwa hizo goli 5, sio? Lakini mbali na hapo, wakati Simba anaanza michuano kuna timu zilikuwa zinamsumbua, lakini hivi sasa hizo timu sio tu zinamsumbua tena, lakini zimepotea kabisa kwenye ramani ya michuano ya kimataifa. Kaizer Chiefs, AC Vita, Wydad Casablanca, National hali ambayo ilikuwa ni rahisi kumfunga Simba goli 5, hivi sasa akija kwa Mkapa ataokota. Kwa hiyo nafikiri kuna namna ambavyo tunaanza kumtafsiri Simba hususan kwenye michuano ya kimataifa. Na hizi timu ambazo zinahitaji mafanikio kwenye michuano ya kimataifa wanapaswa kupita kwa Simba kulingana kile ambacho Simba ni mfano wa kuigwa. Simba ni mfano wa kuigwa kwa sababu robo finali karibia mara 6 michuano ya kimataifa, si kwa bahati mbaya. Kuna timu imeshindwa kwenda hata hatua ambayo ilikuwa inafuata. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi tuitaje Simba kama mfano wa kuigwa kwenye ligi yetu, tuitaje Simba kama timu. Umezungumzia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa nini? Imagine hata ungekuwa ni wewe. Unavyokwenda sehemu unahitaji muda kuweza kuanza kuzoea mazingira, kwa maana kuadapt mazingira, lakini pia miundombinu ya sehemu husika. Lakini wahi kwa Simba imekuwa rahisi kwa sababu kwanza walizingatia usajili. Naamini kabisa Simba wasingemleta Elie Mpanzu, kuna namna ingekuwa ngumu, lakini tazama Elie Mpanzu namna ambavyo walitumia nguvu kubwa kuweza kumleta. Elie Mpanzu ni mkombozi kwa Simba. Ni kwa mamlaka nilionayo nikiwa kama Yusuf Junior the Wonder Kid, natangaza leo mfalme mpya ndani ya klabu ya Simba ni Elie Mpanzu. Kuanzia sasa iweke kichwani. Pongezi zimwendee Musa Pilipili Kamara. Jean Charles Ahoua ni kama anaichelewesha Simba kwa namna moja ama nyingine. Jean Charles Ahoua nafikiri tulikuwa tunamtafsiri vibaya, lakini inawezekana alikuwa bora kwa wakati wake, lakini amekuja mtu ambaye ni bora zaidi. Elie Mpanzu manangu ni Jean Charles ya 3, yani Jean Charles wa 3 ni Mpanzu mmoja. Shukrani. Asante.